tukiongea mara kwa mara kwamba kama wizara, kama Tume ya Madini tunahitaji kuwa wamoja kila siku. Chini ya maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wetu wa Madini, Mheshimiwa Anthony Mavunde, alituelekeza tuwe tunafanya mabonanza haya angalau kwa kila robo mara moja. Tumeweza kufanya hivi kwenye mwaka uliopita na katika mwaka huu wa fedha ulioanza Julai na sasa hivi ni Oktoba. Kwa hiyo tunaona tumemaliza robo ya kwanza, tumeweza kufanya na kutimiza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri. Lakini pamoja na maelekezo hayo kuyatimiza, bonanza haya yana faida kubwa kwa maana ya kuleta umoja miongoni mwetu, kudumisha upendo, amani na mshikamano kama wizara na taasisi ili kutimiza malengo ambayo serikali imetuwekea kama Wizara ya Madini katika kuchangia taifa letu la Tanzania. Lakini kikubwa zaidi ni kufanya mazoezi ili kuepukana na magonjwa yasiyoambukiza. Tunafahamu majukumu yetu yanatubana na tunakuwa busy na wakati mwingine tunatoka usiku sana. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya mazoezi haya mara kwa mara, miili yetu inakuwa imara na hivyo tunajikinga na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza kama kisukari, pressure na maradhi ya aina hiyo, na kutufanya tuweze kuishi kwa muda mrefu lakini tukiwa na afya njema, lengo likiwa ni lile lile, kutimiza majukumu ambayo serikali imetuwekea. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mara nyingi tumeona wakishiriki katika kuhamasisha mazoezi sehemu ya kazi, lakini katika maisha yetu ya kawaida. Lengo anatutakia afya njema, lakini pia tuweze kuitumikia serikali ipasavyo na kuweza kuleta maendeleo jumuishi ya Watanzania wote kupitia sekta ya madini. Kwa hiyo ni muombe Daram na wakuu na taasisi muendelee kuyaandaa haya mabonanza mara kwa mara, na wakati mwingine kama inawezekana tunatoka nje ya Dodoma ili kuweza kupiga mafunzo ya watumishi na kuweza kuyafanya vizuri zaidi. Ni kuhamasisha watumishi wote wa Wizara ya Madini, watumishi wote mlioko chini ya taasisi za wizara, Tume ya Madini, Geological Survey, TATE, STAMICO, pamoja na wote ambao tuko chini ya wizara, tujitokeze kwa wingi tarehe 29 Oktoba tuweze kwenda kupiga kura, tuwachague viongozi ambao tunaona wanatufaa. Viongozi, vyama vyote vimefanya kampeni, wamenadi sera zao. Sisi kama watumishi wa serikali tunatumikia chama ambacho kitakuwa kimeweza kupata ridhaa ya wananchi na kuweza kuendesha serikali. Kwa hiyo tuangalie sera na viongozi ambao sera zao tumezisikiliza, tuweze kwenda kupiga kura kutimiza haki yetu ya kikatiba na kuweza kuchagua chama au viongozi ambao wataweza kuisimamia sekta ya madini vizuri na kuweza kuleta maendeleo ya taifa letu kupitia sekta ya madini. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi, watumishi pamoja na jamii yetu na ndugu zetu tulioacha nyumbani, kuhamasisha watoke kwa wingi tarehe 29 na waweze kupiga kura kwa viongozi ambao wao wataona wanafaa. Huu ulikuwa ni ujumbe wangu mkubwa kwenye bonanza letu la leo, na kuweza kuwafikia nyinyi, lakini muweze kuwafikishia ndugu zetu tulioacha nyumbani pamoja na jamii yetu inayotuzunguka, kuweza kujitokeza kwa wingi tarehe 29 na kuweza kupiga kura. Niendelee kuwapongeza sana taasisi zote kwa ujumla, Tume ya Madini kuendelea kutuheshimisha kwenye makusanyo, Geological Survey kuendelea kuwasaidia wachimbaji wakubwa na wadogo na wakati kuweza kuwasaidia kwenye masuala ya kijiolojia, STAMICO kuendelea kuwasaidia wachimbaji wadogo kwa sababu ni jukumu lenu la kisheria,
kuendelea kuwasaidia mitambo, lakini mawazo ya kitaalamu, na kuweza kuendelea kuwa nao karibu ili kuwainia wachimbaji wadogo waweze kuchangia zaidi katika pato la taifa. TEIT imeendelea kutuheshimisha kwa kutoa taarifa kwa uwazi kwenye sekta ya madini. Taarifa hizi zinatusaidia wananchi wa Tanzania kufahamu sekta yetu ya madini imechangia kitu gani, sekta yetu ya madini ina uelekeo gani, lakini kikubwa zaidi ni kuwavutia wawekezaji wa nje kwa kuonyesha kwamba kuna uwazi wa usimamizi wa rasilimali madini ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo niwaombe sana wote kwa pamoja, viongozi